Kwa hivyo Mungu tualika ufalme wako, nguvu zako na Roho Mtakatifu ukashuke na ukachukue usukani. Kwa hivyo kila mamlaka zote ambayo imeinuka, ambayo ilikuwa ikakalia kwenye anga ya kupinga neno lako, ya kuleta usingizi, tunafungua na kutangaza kwamba imeshindwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Roho wa Mungu chukua usukani kuanzia sasa. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Amen. You may be seated in the presence of God. Bwana Yesu asifiwe. Salamia jirani wako, uambie karibu katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Mchana wa leo nataka nizungumzie kuhusu nguvu ya ukombozi. The power of deliverance. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na fungua Biblia yako katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, John chapter number 11 verses number 1. I will start from verses 1. Yohana Mtakatifu sura yake ya 11 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Nitasoma neno la Mungu katika jina la Yesu. Let us go together. The Bible says, now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of Mary, and her sister Martha. It was Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was healed. So the sister sent to him, saying, Lord, he whom you love is ill. But when Jesus heard it, he said, this illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. Verse number 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer in the place where he was. Then after this, he said to his disciples, let us go to Judea again. The disciples said to him, Rabbi, the Jews were just now seeking to stone you, and you are going there again. Verse number 9. Jesus answered, are there not 12 hours in a day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of the world. But if anyone walks in the night, he stumbles, because the light is not in him. Verse number 11. After saying these things, he said to them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I go to awaken him. The disciples said to him, Lord, if he has fallen asleep, he will recover. Jesus had spoken of his death, but they thought that he meant taking rest in sleep. Then Jesus told them plainly, Lazarus has died. And for your sake, I am glad that I was not there, so that you may believe. But let us go to him. So Thomas, called the twin, said to his fellow disciples, let us also go, that we may die with him. Now when Jesus came, he found that Lazarus has already been in the tomb 4 days. Hallelujah. So the power of deliverance. Say the power of deliverance. Sema nguvu ya ukombozi. Kwa hivyo basi Biblia inazungumza kwamba Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, kuna jamaa ambaye anaitwa Lazaro, ambaye alikuwa ni rafiki wake zaidi wa karibu. So Lazaro alikuwa rafiki wa Yesu kwa muda, ambaye alikuwa ni ndugu wa Maria na Martha. So wakati Yesu aliitwa, akaelezewa kwamba rafiki yako ni mgonjwa. Wakati alikuwa mgonjwa, akaambiwa Yesu, kuja uone rafiki yako ni mgonjwa. Rafiki yako Lazaro ni mgonjwa sana. Okay, Bwana Yesu asifiwe. So Biblia inasema kwamba hakuenda kwa wakati huo, alichelewa. Akasema ndo gani? Hii ugonjwa sio ya kuua Lazaro. Hii ugonjwa sio ya kumaliza, kumuua kabisa, bali ni ya kuleta utukufu wa Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. So kuna mambo Mungu hufanya katika maisha yako ili alete utukufu wake katika maisha yako. Kuna vitu Mungu ameruhusu ifanyike katika maisha yako ili sifa na utukufu ikaweze kumrudia yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. So akasema kwamba hiyo ugonjwa ambao unaona Lazaro akipitia sio ya kumuua yeye, lakini ni ya kuleta utukufu ili watu wajue kwamba yeye Yesu yuko na kwamba ametumwa na Mungu akuja akomboe ulimwengu. Bwana asifiwe. Amen. So Biblia inasema kwamba hakuenda wakati huo, akakawia. Then baadaye akateremka akaenda mpaka Judea na wanafunzi wake. Akasema tuende Judea pale. Wanafunzi wakamuuliza Yesu, sasa huko Judea tazama kuna watu walikuwa karibu kukupiga mawe. Tena umesema turudi huko. Akasema no. Kama wewe ni Mungu unatembea kwa usiku, mama yako itakuwa usiku. Kama wewe unatembea mchana, then mama yako ni mchana. Akasema tutaenda huko. Sasa huko Judea walikuwa wanataka kumpiga mawe. So imagine report ilileta kwamba Lazaro ni mgonjwa ambaye ni rafiki yake sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ameteremka mpaka Judea. Akasema ni kwa sababu nyinyi mko na mimi hapa, mtaamini ili mkaweza kuamini leo. Bwana Yesu asifiwe. So kuna mambo fulani Mungu anaruhusu ifanyike na anajua. Kuna vitu fulani anaruhusu ifanyike, anatazama. Lakini hiyo kutazama kwake kama amekuacha. Kama uko katika sehemu yake, hajasema kwamba amekuacha. So anaruhusu hiyo shida, anaruhusu hiyo kitu ifanyike katika maisha yako ili utukufu imrudie yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. So kuna wakati mambo fulani, mambo makubwa yanakukuta, yanakuandama, usivunjike moyo, usikate tamaa, maana yeye huwa anaruhusu. Na wakati yeye mwenyewe anasema wacha nikuje sasa nikukomboe katika hiyo shida, wakati akikuja atakuweka huru na atanyamazisha kila kinywa ambacho kile kinywa na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Yesu akaambia wanafunzi wake, Lazaro amelala, Lazaro amepumzika. So wakati anaenda kumfufua kuamsha Lazaro, watu wakadhani kwamba kumbe amepumzika tu. So ukiendelea huko chini nasema kwamba wakati alifika pale, dada zake Lazaro akamuuliza Yesu, akamwambia Yesu, kama ungekuwa hapa Yesu, rafiki yako, ndugu wetu angekufa. Yesu akamuuliza amelazwa wapi? Akamwambia amelazwa pale. Wakaenda mpaka kwenye kaburi penye Lazaro alikuwa amezikwa. Kufika huko akaambia bingirisho hilo jiwe, toweni hilo jiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mata kabia Yesu amekaa siku 4 kwenye kaburi. Saizi anatoa ufundo. Saizi amenuka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa muujiza wako, wakati Yesu anataka kuachilia muujiza wako, kuna watu tayari wamekuwa katika tamaa na wanasema wakati wako wa kupata baraka yako imeisha. Wanasema umezeeka. Wakati wako wa kupokea baraka zako imeisha. Yesu akasema namna gani? Nimesema toweni hilo jiwe. Toweni lile jiwe. So wakalibingirisha hilo jiwe. Iteremka huko chini. Wakalibingirisha hilo jiwe. Mstari wa 35 inasema Yesu alilia. Wakati alipata Lazaro amewekwa kwenye kaburi, alilia. Lamu Wayahudi wakasema namna gani wakati alilia? Wayahudi ambao walimuona Yesu akilia kwa sababu ya rafiki yake Lazaro, wakasema namna gani? Tazama jinsi alivyokuwa akimpenda. Kumbe huyu mtu alikuwa anampenda rafiki yake sana. So kulia wa Yesu ilikuwa inaonyesha kwamba rafiki yake amekufa, lakini alikuwa ananyosha upendo. Alafu alikuwa analia kwamba Mungu, acha mapenzi yako leo na watu wa mji huu wajue kwamba wewe uko hai. So alilia, akilia tu kusema Mungu, leo hii nataka watu wajue kwamba wewe uko hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema Mungu wangu ako hai. Mungu wangu. Sema kwa sauti, Mungu wangu ako hai. Mungu wangu ako hai. Hallelujah. Amen. Then mstari wa 8 inasema, then Jesus deeply moved again came to the tomb. It was a cave
and a stone lay against it. So akasongea kwenye ile kaburi, akasongea, akapata ile jiwe ikiwa hapo. Kasongea. Alafu Yesu akaambia, muondoleni ile jiwe. Mstari wa 39, take away the stone. Martha, the sister of the dead man, said to him, Lord, by this time there will be another, for he has been dead 4 days. Martha akasema, Yesu, huyu jamaa amekufa siku 4. Siku 4 kwenye kaburi, sasa ametoa harufu. Siku ngapi? Siku 4. Mtu akikaa siku 4 kwa kaburi ananuka mapala. Sasa anatoa uvundo. Bwana sifiwe. Dada yake Martha akasema namna gani? Sasa anatoa uvundo. Amekaa siku 4 kwenye kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema, mstari wa 40, did I tell you that if you believe you will see the glory of God? So they took away the stone, and Jesus lifted up his eye and said, Father, I thank you that you have heard me. Wakati Yesu alikaribia, anasema kwamba niliwaambia kwamba mkiamini mtaona utukufu wa Mungu. Then baadaye wakatoa ile jiwe, na Yesu akalinua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru maana umenisikia. Hallelujah, nguvu ya ukombozi. So mstari wa 41, I knew that you are always hear me, but I say this on account of the people standing on the ground, that they may believe that you sent me. When he said these things, he cried out with a loud voice, Lazarus, come out. The man who died came out, his hands and feet bound with linen strips, and his face wrapped with a cloth. Jesus said to them, unbind him and let him go. Hallelujah. So Biblia inasema kwamba wakati Yesu alikaribia, wakati alifika pale akakaribia sana. So akainua sauti yake juu, macho yake juu, akaambia, Bwana Mungu, najua kwamba unanisikia. Na asante kwa sababu ya siku ya leo. So akaomba. Wakati aliomba tu, akaliita jina la yule jamaa alikuwa amekufa. Lazaro, toka nje ya kaburi. So kwa hivyo kuna shida ambayo imekumba mwanadamu wa siku ya leo. Mkristo ambaye akahapa mchana wa leo. Kuna matatizo ambayo imekuwa ikikupiga vita kila wakati. Imekuwa ikikuandama kila wakati. Mchana wa leo, Mungu akiingilia kati ya hiyo shida, atakuita ndani. Praise God. Amen. Na ako tayari kukutoa leo hii. Ako tayari kukutoa katika hiyo shida na katika hiyo taabu mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba wakati alimuita Lazaro, akasema Lazaro toka nje. So Lazaro akaamka katika wafu. Na zile shuka ambayo ilikuwa amefungwa, akaambia watu mfungue zile vitambaa, mfungue zile shuka ambayo imetumika kufungwa yeye. Mfungue. Bwana Yesu asifiwe. So wakafungua zile vitambaa. Na jamaa akaanza akasema, enda. Praise God. So inamaanisha kwamba wakati Yesu anakutana na maisha yako, wakati Yesu anakutana na shida yako, anakuweka huru, anakufungua. Na wakati anakufungua, hakuna mtu atakayepinga. Haleluya. Hakuna mtu atakayesimama na kusema kwamba huyu jamaa amekufa. Huyu jamaa siku yake imefika. Huyu jamaa sanadi yake kuishi ni hali ya maskini. Hapana. Yeye akifika amefika. Akisema ni wakati wako ukombozi imefika. Hakuna atakayesimama na kupinga. Maana yeye ni Mungu anayetosha, anayeweza. Akisema kitu, hakuna atakayesimama na kusema hapana. Huyu mama stahili kubarikiwa. Huyu mama stahili kwamba kuishi maisha mazuri. Huyu mama stahili kuishi kwa nyumba nzuri. Huyu mama stahili. No, akisema amesema. Sema amen. Amen. So kuna baraka shetani amefunga kwa maisha yako. Amezika kwa muda mrefu. Kuna mambo makubwa Yesu amepanga juu ya maisha. Lakini shetani amekuwa akificha kwa muda mrefu. Amezika afya yako. Amezika katika kaburi. Amezika chini. Lakini siku ya leo Mungu ana uwezo ya kutoa hiyo baraka zako, basi alikuwa amefika.
Praise God. Amen. Ana uwezo ya kukutoa mahali pale. Ana uwezo ya kukubariki mchana wa leo. Haleluya. Amen. Haijalishi muda gani imechukua. Haijalishi miaka ngapi imechukua. Haijalishi watu wangapi wamekucheka. Haijalishi majina ambayo wamekupakia. Haijalishi wamekunena mambo mangapi. Ana uwezo ya kukutoa mahali pale. Ana uwezo ya kubadilisha maisha yako. Ana uwezo ya kuinua maisha yako katika kiwango kingine. Sema amen. Amen. Mchana wa leo, ikiwa Yesu alikutana maisha ya Lazaro ambaye alikuwa amekaa siku 4 kwenye kaburi, mtu ambaye alikuwa amekosa tumaini maisha, amesaulika, na baadaye Yesu akutana naye, akakuwa tena mtu ambaye amebadilika, mtu wa maana, mtu wa dhamana. Hata leo Mungu anaweza kukumbuka nawe pia. Anaweza pia kubadilisha maisha yako. Anaweza pia kukomboa mama yako. Anaweza kukomboa watu wako pia. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza geuza mambo ambayo inakusumbua katika nyumba yako. Na akigeuza inakuwa permanent. Akibadilisha maisha yako inageuka completely forever. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haijalishi mambo fulani wamenena juu ya maisha yako. Kuna laana fulani wamenena juu ya maisha yako. Matamshi fulani wamenena juu ya maisha yako. Yesu akikutana wewe siku ya leo, anabadilisha hiyo maneno ambayo imenenwa. God can change your situation. He can change that lifestyle that you have been living. He can change your life. And akibadilisha, your life will be stabilized. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Amen. Unakumbuka safari ya wana wa Israeli wakati walikuwa wanapitia mateso kwenye jangwa, ikafika wakati wakivuka mto Yordani. So wakati wana Misri wakiwafuata, wakakuja na mafarasi, wakakuja na vitu vyao, wakakuja na silaha tofauti ili washike wana wa Israeli ili warejeshe wapi? Misri. So Mungu akamwambia Musa, weka tu fimbo yako. Yes, wakaingia ndani. Hiyo maji katawanyika, wakaingia, wana Israeli wakaingia, wakapita. So kuangalia nyuma huko, wa Misri wanakuja mbio. Bwana asifiwe. Haleluya. Wanakuja wanafuata. So hao wamevuka, wana Israeli wamevuka. Wana Misri wameingia katika bara. Wanavuka. Musa kaona magani? Unaona Misri wanawafuata nyuma. Hao wa Misri hawa, mnaoona saa hiyo wanawafuata, au mtawaona tena. Haleluya. So wana Israeli kadhaa ni mchezo. So wakaenda, wakasafiri, wakavuka bahari. Wakavuka. Wao wa Misri wakafika katikati ya bahari. Mungu akamwambia Musa, rejesha fimbo. Karejesha. Maji ikakuja ikameza wa Misri, maadui wa Wanaisraeli. Wakamezwa, hakuna kama mmoja alibaki. Wote wakamezwa, wote wakaangamia, wote wakakufa. Praise God. Amen. So kwa hivyo wakati Mungu atakutana maisha yako, wakati Mungu atakutana mahitaji yako, haijalishi watu wangapi wamekufuata, haijalishi jeshi gani ambayo inakufuata, haijalishi ni akina nani wanakutafuta, akisema kwamba unaona hao watu ambao wanakufuata hautawaona tena, kweli hautawaona. Kama wana wa Misri waliangamia, hata wale ambao watakufuata wataangamia. Bwana asifiwe sana. Na ninatabiri mchana wa leo, hata kila vita na kila wale wanaokupiga vita waangamie, hautawaona tena. Ile mateso ambayo ulikuwa unapitia, ile changamoto ulikuwa unapitia katika kanisa, katika huduma yako, hautaiona tena katika jina la Yesu Kristo. Hautaiona tena. Bwana asifiwe. Haijalishi ni changamoto aina gani, haijalishi ni mambo magani ambayo umepitia katika ndoa yako, katika shamba yako, katika mji wako, katika biashara yako, katika kazi ya mikono yako, katika masomo yako, kwa watoto wako, haijalishi ni mambo gani ambayo inakupiga vita saizi. Akisema itafika mwisho,
itafika mwisho. Akisema utaiona hiyo shida tena, au utaiona tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So unakumbuka Martha aliambia Yesu na gani? Akaambia Yesu, ujamaa amemaliza siku ngapi? Siku 4 kwenye kaburi. Amemaliza siku 4 kwenye kaburi. Saa hizi tukitoa hiyo jiwe, atakuwa anatoa ufundo, atakuwa anatoa harufu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe shetani anakupatianga limit, viwango. Anasema kwamba huyu amemaliza miaka mingi sana kama hajapata pesa. Huyu amemaliza miaka mingi sana. Watoto wake wote, kwanza baba yake hakusoma, mama yake hakusoma, na yeye pia mwenyewe siatuni kama atasoma. Na atasomaje? Because amepokea nini kiwango. Bwana asifiwe. Amen. Anasema wewe hutapita hiyo kiwango. Huyu amekuwa kiishi maisha ya upweke, ya kuomba. Baba yake alikuwa akiomba. Mama yake alikuwa kilima vibarua tu kwa mashamba ya watu. Je, yeye ni nani atakaye simama na kwa niaba ya familia? Hapana. Kuna kiwango amekuwekea. Anasema kwamba hautatoka pale. Lakini tunashukuru Mungu mchana wa leo, wakati Yesu alisikia maneno haya Martha akiongea, akaambia Martha, nilisema na gani? Kama mtaamini leo, mtaona utukufu wa Mungu. Haleluya. So ukiamini Kristo, utaona utukufu wake ukitenda kazi katika maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukiamini Kristo Yesu, ukiamini Mungu, utapokea ukombozi wake, utapokea baraka zake, utapokea neema mpya. Kila mtu inua mkono juu. Sema Bwana Yesu, mchana wa leo, ninataka neema mpya. Ninataka ukombozi wako. Kuanzia sasa ninatangaza kwamba maisha yangu haitabaki sehemu shetani alikuwa ameweka. Kuanzia sasa ninachukua hatua ya imani, ya kugeuzwa, ya kubadilika katika jina la Yesu. Kuanzia sasa kila viwango shetani alikuwa ameniwekea kwa maisha yangu ninakataa kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa kila viwango ambayo niliwekewa na watu waovu, watu wachawi, mchana wa leo ninakataa katika jina la Yesu. Sema asante Yesu, maana umesikia maombi yangu kwa jina la Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Martha akasema namna gani? Huyu sasa Lazaro amemaliza siku 4 kwenye kaburi. Saa hii tukifungua atakuwa anatoa ufundo. Akamwambia Yesu, saya ananuka. Saya ananuka, tuwezi fungua. Yesu alisema namna gani? Nikwambia kwamba mkiamini. Unajua shida ya Wakristo leo, shida ya Wakristo wengi leo ni kutokuamini. Uliza jirani wako, unaamini? Naamini. Sema ninaamini. Naamini. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So kuamini ina nguvu. Saizi ni kuombee na nikwambia kwamba umepokea uponyaji wako, umepokea baraka zako. Amen. Ukiamini utaipokea. Amen. Usipoamini hata uombewe mahali hapa, uende Nairobi uwekee mkono, upate wahubiri kutoka Nigeria wakuombee, wakuwekee mguu juu kwa kichwa yako, if you are not believing, nothing. Praise God. Amen. Ikiwa hautaamini, hakuna kitu utapata. Kwa sababu ni kama kuchezea nini? Mbuzi gitaa. Praise God. Amen. Mbuzi kuchezea gitaa itacheza? Amen. So Mkristo ambaye anaamini Kristo, hata akienda kanisa gani unasikia watu wamejaa something like 5 acres or even 20 acres. Wamejaa kweli kweli, magari yamekuwa parked.
but amini Kristo ni bure. Bwana asifiwe sana. Ni bure kwa sababu gani? Ana imani. Amini. Biblia inasema katika Hebrews chapter number 11, Waebrania 11 inasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Wow. Pasipo imani, bila wewe kuamini, huwezi kumpendeza Mwenyezi Mungu. So kumaanisha kwamba you must believe first. For you to receive what God has spoken to you, you have to believe. For you to receive your miracle, you have to believe. For you to receive your healing, you have to believe that Jesus is able to deliver you. But if you don't believe, you're nothing. So the Bible compares a man that does not believe like a wave in the sea. Biblia inafananisha mtu ambaye hawezi amini Mungu. Hawezi amini kile ambacho Mungu anasema. Hawezi amini neno la Mungu. Anafananishwa na wimbi la baharini ambayo inabebwa na upepo katika kutoka sehemu moja hadi nyingine. So haina msimamo. Leo akukocholi ya kanisani. Jumapili ijayo anaenda Magoro. Mwezi ijayo anaenda Malaba. Siku nyingine anaenda kwa mganga. Siku nyingine anaenda kwa Masai. Kwa sababu gani? Ana imani, ana msimamo. He is not believing in the word of God. You as a Christian, you have to believe what God is speaking about your life. You have to believe in the word of God. Because the word of God has power over your life. The word of God has power over everything. So when you believe the word of God, it will function in your life. It will operate in your life. It will actually deliver your life. Itakomboa maisha yako. Ukiamini neno la Mungu, itabadilisha maisha yako. Itageuza hali ya maisha yako. Itabadili kabisa. Haleluya. Bwana asifiwe. Yesu aliuliza Martha. Aliambia Martha gani? Nilimwambia kwamba mkiamini mtaona utukufu wa Mungu. Kumaanisha kwamba kupitia katika uamini kuna utukufu Mungu anaachilia katika maisha yako. Haleluya. Haleluya. Ukiamini neno la Mungu, Mungu huachilia utukufu wake juu ya maisha yako. Na mchana wa leo nataka mtu aamini neno la Mungu mchana wa leo mahali hapa. Na Mungu anaweza kuachilia utukufu wake juu ya mtu, juu ya maisha ya mtu mchana wa leo. Anaenda kubadili maisha ya mtu mchana wa leo. Anaenda kugeuza hali yako. Ile hali ambayo unapitia, mateso ambayo unapitia, mapigo ambayo unapitia, changamoto ambayo unapitia, ukiamini neno la Mungu mchana wa leo, atageuza. Amen. Haleluya. Mchana wa leo ninasema kwamba ukiamini neno la Mungu, ukiamini neno la Kristo mchana wa leo, hii neno ambalo unasikia mchana wa leo litabadili maisha yako, litageuza ile hali ambayo unapitia, na atageuza na utawekwa katika kiwango kingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Yesu aliponena akamwambia mtoto utukufu wangu. So kweli wakaamini. Wakati aliamini tu wakaona utukufu wa Mungu ukifanya kazi. Akamwambia tu Lazaro, hakaje kwenye kaburi. Lazaro kaamuka. Wakati aliamuka tu akamwambia mfungue, toeni hizo vitambaa. Mfungueni yeye, akamwambia wacha yeye sasa. Sio mbona utukufu wake. Bwana asifiwe sana. Hata na wewe kuna hali ambayo imekufunga. Kuna kitu ambacho imefunga maisha yako. Kuna kilaana kimefunga maisha yako. Kuna kisehemu fulani sana amejaribu kutesa maisha yako. Mchana wa leo ukiamini unaenda kukombolewa. Unaenda kuwekwa huru. Unaenda kubadilishwa. Maana kuna nguvu katika neno la Mungu. Bora tu uamini. Hallelujah. Biblia inasema mstari wa 44, the man who had died came out, his hands and feet bound with linen strips and his face wrapped with a cloth. Jesus said to them, unbind him and let him go. Hallelujah. Kwamba ule jamaa ambaye alikuwa amekufa
ambaye ni Lazaro. Alikuwa amefungwa na zile vitambaa mikono, mwili yote na sura ilikuwa imefungwa kabisa. Unajua mtu amekufa. Amefungwa kabisa. So inamaanisha kwamba kuna vitu shetani amefunga kwa maisha isiwahi ona baraka za Mungu, isiwahi ona utukufu wa Mungu. Kuna vitu shetani amefunga kwa maisha yako. Amefunga kabisa isiwahi ona utukufu wa Mungu. Yesu akasema ngani? Amuka Bwana. So wakati aliamuka akaambia mfungue sasa. Wakati alifungua akaambia wacheni akuwe huru atembee. So acha Mungu akukomboe pia mchana wa leo. Acha Mungu pia akuweke huru mchana wa leo. Kila sehemu shetani alikuwa amekufunga. Kila sehemu shetani alikuwa amekunasa na amekufunga. Acha akukomboe. Acha Mungu akukomboe. Acha Yesu aingilie kati. Akomboe maisha yako na akuweke huru katika jina la Yesu Kristo. Kila sehemu shetani alikuwa amedhani kwamba wewe umeisha, unaenda kuinuka mchana wa leo. Haleluya. Kila sehemu alikuwa anadhani kwamba amemaliza ndoa yako, amemaliza biashara yako, amemaliza huduma yako. Unainuka mara ya pili mchana wa leo katika jina la Yesu. Unainuka katika jina la Yesu Kristo. Sema ninainuka katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Sehemu yoyote shetani alikuwa anadhani kwamba amekumaliza, kibiashara, ndoa yako, huduma yako, kila sehemu alikuwa anadhani amekumaliza. Mchana wa leo natabiria mtu mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana anakutia nguvu. Unainuka tena. Unainuka mara ya pili. Unapokea urejesho. Unapokea uvivio. Unapokea ukombozi katika jina la Yesu Kristo. Acha Bwana aliyefufua Lazaro aingilie katika hali yako na akuweke mafuta ya uvivio mchana wa leo na akufufue in the name of Jesus. Kila baraka sitachukua katika maisha yako akaizika chini, akaizika kazi yako chini, akaizika amani yako, amani ya ndoa yako, amani ya biashara yako, amani ya nyumba yako, amani ya familia, akaizika chini. Mchana wa leo nimesimama kwenye madhabahu haya kutangaza kwamba kuna uvivio ambao Bwana anaachilia juu ya mtu mchana wa leo. Unaipokea katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Sema imetosha. Imetosha. Shetani amechosha watu wa Mungu. Amekuwa akiteza watu wa Mungu. Amekudhulumu kwa muda mrefu. Lakini enough is enough. Umepitia mateso mengi. Enough is enough. It is your time for your deliverance. It is your time for deliverance. Ni wakati wako ukombozi. Ni wakati wako uvivio. Ni wakati wako urejesho. Inua mkono wako juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mchana wa leo. Mchana wa leo. Ninatangaza kwamba kila mateso ambayo nimekuwa nikipitia inafika kikomo. Inafika kikomo. Katika jina la Yesu. Inapokea uvivio. Urejesho. Ukombozi. Kwa mama yangu. Kwa maisha yangu. Katika jina la Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. You know, when you declare that way, when you just declare for yourself, wakati unajitangazia mwenyewe, you know, there is power in the tongue that you are using. Kuna nguvu katika kinywa ambacho unatumia. Hiyo mdomo yako hiyo unaona hiyo unatumia kuongea hiyo. Ina nguvu. Ina nguvu. Bwana asifiwe. Amen. So wakati unanena kitu kwa hiyo kinywa chako inafanyika. So ukiambia shetani imetosha na imetosha. Leo kuanzia saa hii umenitesa kwa muda mrefu, umenipatia laana, umenilaani kwa muda mrefu, umekanyagia baraka zangu, imetosha. Leo hii natangaza, achilia baraka zangu, achilia huduma yangu, achilia ndoa yangu. Anaachilia, maana nasikia. So ni wewe mwenyewe unastahili kuambia. Na ni wewe mwenyewe kuamini kwamba Mungu anaifanya mchana wa leo. Hallelujah. Amen. Na itafanyika katika jina la Yesu. Kuna urejesho mchana wa leo. Kuna uvivio mchana wa leo. Kuna baraka mchana wa leo. Kuna ukombozi mchana wa leo. Kuna uguzo wa Mungu mchana wa leo. Sema naipokea katika jina la Yesu. Sema naipokea katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unastamuka kwa nguvu yote ukimaanisha. Useme kama mtu mahali mgonjwa. Naipokea katika jina la Yesu. Are you sick? Naipokea katika jina la Yesu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naipokea katika jina la Yesu.
Sema, I receive it in the name of Jesus. You receive it by faith and by force, by power. Praise God. But wakati unasema tunaipokea, unasema naipokea na mimi bado nafikiria yeye. Mimi shetani umenichosha na magonjwa kila saa kwa nyumba yangu. Umenichosha. Lazima utaachilia maisha yangu. Umenichosha. Matatizo ambayo nimepitia kwa ndoa yangu. Umenichosha. Imetosha na imetosha. Kwa hiyo ninakuamrisha sasa. Ondoka na uende. Achilia maisha yangu. Nataka kuishi maisha ya amani. Nataka kuishi maisha ya utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na itafanyika kwa imani. Ukiamini, it will happen. Praise God. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na itafanyika ukiamini. The Bible says in Hebrews chapter 11, by faith you can move mountains. By faith, when you read Hebrews 11 from verse 1, so number verse 1 inafafanua imani nini? Inasema kwamba imani ni hakikisho, ama it is the assurance of things that you are hoping for, things that you are not seeing, but you are assured of it. Praise God. Amen. So ukisoma hapo chini teremka, inasema kwamba kwa imani, kwa imani Abrahamu alitoa dhabihu kwa Mungu. Kwa imani unaweza ng'oa milima. Kwa imani unaweza fanya kitu fulani. Kwa imani, by faith. Sema by faith. By faith. Faith is believing. Faith is believing. What do you believe? Do you believe the word of God? Yes. Do you believe God? Yes. Do you believe what God is speaking about your life? Amen. Do you believe? Yes. So if you believe, he said it. Okay, Jesus said to Martha, only through believing, you'll see the glory. You'll see the glory of God today. Amen. So even to you today, if you believe the word of God today, if you only believe, if only you believe, say believing. Believing. If I believe, I receive my miracle today. Hallelujah. Say, I believe now. I believe now That God today that God today is going to release my miracle, is going to release my to miracle, release my healing, release my to healing, release my blessing release my in blessing. the name of Jesus. In the name of So it doesn't matter how many situations you are passing through. Haijalishi watu wangapi wananena juu ya ndoa yako, wananena juu ya maisha yako, wangapi wanakupiga kisiri siri juu ya ndoa yako, haijalishi. Only if you believe the word of God. Only if you believe the word of God. Wow, praise God. Amen. If you believe the word of God, you will receive your deliverance. Amen. You will receive your miracle. Amen. You will receive your healing. You will receive your restoration. You will receive your blessings. Only by believing the word. Amen. You know, kitu ambayo ni ngumu sana kwa Wakristo wa leo ni kuamini. Wamekosa kuamini. Hiyo ndio sababu unapata leo wako ama Godful Gospel. Kesho ameenda kwa pastor mwingine kuonwa huko Malaba huko. Jumatano ndio amepanda gari, Malaba anaenda wapi? Nairobi. Kwa pastor mwingine huko wa kuona Nairobi. Oh, kidogo nasikia next week kuna kusudi kubwa ya Apostle Nganga Nairobi, nataka niangalie. Kidogo nasikia kuna crusade nyingine Malaba hapa. Pastor Peter ana kusudi kubwa ya ukombozi Malaba. Ndio huyo amepanda gari. Sasa you don't believe. You don't believe. Praise God. Amen. Wakati unaamini, a young boy like this one, wakati ananena kitu juu ya maisha yako, na itafanyika. Because God can use him. Bwana Yesu asifiwe. So what am I trying to tell you this afternoon is that believe the word of God. Believe what God is speaking about your life. Amini kile ambacho Mungu ananena juu ya maisha yako kupitia kwa neno lake. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chapter number 10 verse number 25. Jesus answered them, I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me. But you do not believe, because
you are not among my sheep. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisome kwa Kiswahili. Yohana Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 25 na 26 anasema, Yesu akawajibu, naliwaambia, lakini ninyi hamsadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazoshuhudia, lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Bwana asifiwe. So kumaanisha kwamba those people who are not believing are not on his side. So if you want to be on the side of God, you must believe Jesus first. Amen. You must believe, because he's the way, the truth and the life. So when you believe Jesus, when you believe the word of God, you belong to his flock. Amen. Praise God. Amen. When you believe, you are on his track. You are on his position. You are on his position. But those who don't believe, it means they are not on his track. They are on a different direction. Hao katika sehemu nyingine, wala ambao waamini Kristo, wako wanaamini mambo mengine. Kuna watu wanaamini uganga, kuna watu wanaamini uchawi, kuna watu wanaamini mambo ya Illuminati, kuna watu wanaamini mambo yao ya dunia. Kwa sababu hawako katika sehemu ya Mungu, hawako katika sehemu ya Kristo. Lakini Biblia inasema kwamba ukiamini kila ambacho Yesu anakuambia, ukiamini neno lake, uko katika sehemu yake. So ni kuamini tu. Kwanza kwamba wakati unaamini neno lake, wakati unaamini Kristo, ukiamini neno lake, ukiamini kazi ambayo Yesu anafanya, basi uko katika sehemu yake. Hiyo ni sawa na sema katika Yohana Mtakatifu 15 mstari wa 7 neno gani? Ukikaa ndani yangu na neno langu likikaa ndani yako, utaomba lolote ambao unahitaji na mimi nitakutendea. Ukikaa ndani yangu. Yesu wakati alikuwa na wanafunzi wake akamwambia, wakati ukikaa ndani yangu, ukikaa tu ndani yangu na neno langu likae ndani yako, neno la Kristo likae ndani yako, kumaanisha kwamba ukikaa ndani ya Kristo na uamini neno la Mungu, neno la Kristo likae ndani yako na uamini neno lake, wakati uko ndani yako, omba lolote ambalo unataka na nakupatia. Amen. Praise God. Amen. So it is difficult for you to pray on something if you don't believe. You don't trust somebody and you're asking that somebody to give you something. That person is not trusting you. Huyo mtu akuamini and na wewe mwenyewe unataka fanya akupatie kitu fulani. You don't believe. But the Bible says if you believe, you receive. Praise God. Amen. If only you believe, there's power in believing. There's power in believing. Believing. Hallelujah. Amen. Believing. There's power in believing. So unapata watu wengi wakitaka kuombewa, mtu amekaa miaka mingi, hata ukienda kuombea mtu kuna wakati niliwaambia nenda Eldoret last week. Nenda Eldoret huko Senzas. Huko Soi. Nilipata mzee mwingine Mnandi, ile njia kwenda ziwa. Soi ukienda ziwa huko juu. So nilipata mzee amegonjeka kwa muda mrefu. Amesema 3 years. Tumbo ilikuwa imefura. Mzee hapo na shamba kubwa. Shamba inakula hapa kama hapa mpaka Rua Mangoro. Shamba kubwa. Lakini sasa ile mateso mzee anapitia, ameshindwa. Amekimbia kwa waganga, amekimbia wapi? Niliambia tu mzee, ukiamini tu leo hii utapokea ukombozi wako. Mzee akasema ninaamini, pastor ninaamini kwamba Mungu amekutoa mbali huko sehemu za teso. Amekuleta hapa leo. Sio umeleta uponyaji wangu. Wewe nikaomba na mzee. Mpaka sasa nikimpigia mzee simu ananiambia pastor nilipona. Niko huru. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuamini. So kupitia kuamini kwako, Mungu atakushughulikia haraka sana. Lakini kama wewe ni mgumu wa kuamini, unaamini ni mwingine, unaamini waganga, unaamini wachawi, unakuja kanisani kwa sababu unataka tu kanisa ijae, unaamini hakuna siku utapokea muujiza wako. Hakuna siku utapokea baraka za Mungu. Kwa sababu gani? Wewe miguu yako iko kama ya fisi.
Unataka kwa upande wa Kristo, pia unataka sehemu ya uganga, pia unataka sehemu ya uchawi, pia unataka sehemu nyingine. Hakuna siku utapokea baraka za Kristo. Maana wewe hauna msimamo. Haleluya. Lakini ukiamini Kristo, ukiamini neno la Mungu, wow, utakutana na baraka za Mungu. Na baraka za Mungu ni za permanent. Sio seasonal. Sio kukuja wiki moja, wiki mbili, mwezi mmoja, inayepotea. No. Akisema nimekubariki, anakubariki kabisa. Kumbuka Abraham. Mungu aliambia Abraham gani? Nimekubariki wewe na uzao wako. Na ikakuwa hivyo permanent blessing. Ikakuwa permanent blessing. Is because Abraham believed in God. Hallelujah. Amen. Do you believe? Do you believe? Yes. So if you believe, you receive your miracle. Amen. If you believe, you receive your deliverance. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nataka tusimame katika jina la Yesu. Lift up your hands in the name of Jesus. I want to declare this. Say, mighty Father. Mighty Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Right now. Right now. I believe your word. I believe in your word. And let your word. And let your word. Do something in my life. Do something in my life. Let your word. Let your word. Operate in my life. Operate in my life. Let your word. Let your word. Deliver my home. Deliver my home. Deliver my family. Deliver my family. Deliver my marriage. Deliver my marriage. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Say, my Father. My Father. In the name of Jesus. 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 Let your word. Let your word. Function. Function. In my spirit. In my body. In my bones. In my soul. In my spirit. In my flesh. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let your word. Let your word. Cause me to repel. Force me to rebel. Repel the works of the enemy. Rebel the works of the enemy. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let every wicked forces Let every wicked forces be repelled now be rebelled now by the word of God. by the word of God. In the name of Jesus. In the name of Because you say in your word because you say your word to heal to heal our lives, our lives, our children, our children, our families, our family, our nation. our nation. Therefore, Therefore, let your word let your word operate operate in my life, in my life, in my home, in my home, in my family, in my family, in my community, in my community, in my church, in my church, in my nation, in my nation, and in the world. in the world. In the name of In Jesus. the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Say thank you, Lord Jesus, Thank you, Lord Jesus, for the power of the word for the power of the word that you have given unto me now. that have given unto me now. Declare in the name of Jesus. In the name of Jesus. From now, From now, I will not be dormant I will not be dormant in the spirit. in the spirit. I will not be dormant I will not be in dormant the spirit. in the spirit. I will be active, I will be active, praising God, praising God, worshiping God. worshiping God. From now, From now, I'll pray I will pray like never before. I will never In the before. mighty name of Jesus. In the mighty name of Holy Spirit of God, Holy Spirit of help God, me now. help 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 now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We bless you, God. I bless you, God. In Jesus' name. In Jesus' Somebody name. say amen. Amen. Clap your hands for Jesus.